Kwa majina naitwa Sabina Isuja, ni afisa wa uelimishaji umma TAKUKURU mkoa wa Temeke. Tupo hapa kwenye maonesho ya biashara ya kimataifa katika viwanja vya Sabasaba. Tunaelimisha watu wa rika mbalimbali, lakini hasa vijana. Vijana tunawaelimisha kwa sababu kijana ndio msingi au ni nguzo ya taifa. Kijana anategemewa sana na taifa katika kupeleka maendeleo yaweze kuwa maendeleo endelevu. Kijana ana nguvu, ni nguvu kazi ya taifa. Na tukimwelimisha kijana tutakuwa tumeelimisha taifa la sasa na la baadaye. Kwa hiyo katika maonesho haya na kazi nyingine za TAKUKURU tunazozifanya, tuna klabu za wapinga rushwa, tunawaandaa vijana kuanzia shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu. Tunalenga vijana. Waswahili wanasema mkunje samaki angali mbichi, asije akikauka atavunjika. Kwa hiyo tunawafundisha vijana umuhimu wa maadili, kuzingatia maadili, kuichukia rushwa wangali wadogo, hata baadaye wakija kuwa viongozi, wakija kuwa wakubwa, wawe na kacha hiyo ya kuichukia rushwa. Rushwa inasababisha mtu asipate haki yake. Vile vile tunaelimisha kuhusiana na utii wa serikali iliyoko madarakani. Wasiwe chanzo au wasiwe chachu cha migogoro, wasiwe chachu ya vurugu katika jamii yetu. Kwa hiyo tunawafunza kuwa wazalendo, kuwa wawajibikaji, kuwa watiifu na mambo mengine mazuri ambayo yanalenga nchi yetu iweze kuwa instawi katika Hima niwakumbushe wananchi ambao wako majumbani na maeneo mengine, karibuni katika viwanja hivi vya Sabasaba, na msiache kupita kwenye banda letu la TAKUKURU ambalo liko katika banda la Serengeti, chumba namba 21, tuweze kupata taarifa mbalimbali za vitendo vya rushwa, lakini vile vile tuweze kutoa elimu kwako wewe mwananchi. Tunawakaribisha vijana walioko mashuleni, vyuoni, jamii kwa ujumla, mje mpate elimu. Tunawatarget vijana pamoja na jamii kwa ujumla kwa sababu wao wako katika eneo ambalo ni hatarishi, wanaweza wakakabiliwa na vitendo vya rushwa. Mfano, vijana wako katika kutafuta ajira, wengine wanakabiliwa na rushwa za ngono, wengine wanakabiliwa na rushwa katika wanapoomba ajira, lakini walioko pia wengine maofisini wanakabiliwa pia na rushwa mbalimbali za kutokupandishwa vyeo, wengine wanaomba rushwa za ngono, wengine wananyimwa haki zao, lakini hawajui wapi pa kutoa taarifa, lakini wengine wanauelewa mdogo. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwajenga vijana na jamii kwa ujumla waweze kupata uelewa, waweze kuchukua hatua, lakini pia waweze kufahamu sheria.